mara nivute nywele, mara nataka kunivua nguo, napika chakula naeka meza, aenda anatema mate ndani huko mavi. Shindwa hata kutembea, nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Malizi Pole sana Menina kwa yote aliyokukuta. Kuna document nimekuandalia na hizi document zimegongewa muhuri ambazo zitakuhusu kubaki pale nyumbani. Kweli mwanasheria? Yaani mimi Menina natakiwa nirudi katika nyumba yangu? Menina, usijali. Ukiwa na mimi hakuna chochote kinachoshindikana. Sijui kama ile familia ya mume wangu watakubali mimi niingie katika kizingiti cha lile geti. Ni wakorofi sana. Oh my God. Menina, tambua kwa serikali na mkono mrefu sana. Na mtu yeyote anayejaribu kupinga mkono wa serikali, basi adhabu yake ni kali sana. Sikuwahi kutegemea kama Mwenyezi Mungu atanijibu kwa haraka kiasi hichi. Kumbe kuna taasisi za kutetea haki za wanawake. Kweli Mungu ni mwema. Siamini kama narudi katika moja ya mali ambazo nilizipambania mimi na mume wangu. Unajua mama mkwe wangu alikuwa akinipa jaka la roho sana. Na isitoshe nilisikia kuna wifi yangu ameuza moja ya nyumba zetu. Lakini natumai sheria itachukua mkondo wake na nitaweza kuokoa baadhi ya mali ambazo zimebakia. Kumbuka mimi ni mwanasheria na jukumu langu ni kuhakikisha mteja wangu anapata haki zake za msingi. Sawa, nashukuru sana. Umenipa tumaini jipya. Asante sana mwanasheria. Usijali. Naona muda umeenda. Tunaweza kuondoka. Mwalimu jana aliniambia nikihesabu vizuri atanipandisha darasa mimi. Hesabu limwe kabili kane katano. Nimeweza. Hebu kelele hapa. Kaza mama alione kwanza. Uchizi wako huko sio hapa. Sio Milembe hapa. Nilikuwa naenda tu hospitali, mimi tumbo linaniuma ndo nataka niende. Mimba yangu imekaribia kukua. Nakaribia kumpelekea babake. Kuna usilete uchuru hapa. Unanipenda mimi? Yaani ungejua kwenye roho yangu unavonikera. Yaani unanikera. Natamani hata nikutapike. Kwanza usiniongeleshe sije nikaza mtoto kama wewe bure hapa. Nywele zako nzuri. Unapendeza. Unaweza kuniambia unatoka wapi? Nakuuliza, unaweza kuniambia unatoka wapi? Leo asubuhi nimekutana na mama. Akasema jioni nataka kuonana na mimi. Hivyo nimetokea kwake. Na vikuuliza swali langu atakuwa unijibu vizuri tu. Kaa ukijua mtu ambaye unaongea naye na uzoefu wa uongo wako wote. Kwa hiyo niambie unatokea wapi usiku huu?
Huyo mama unamjua? Hapana. Unaweza kuniambia huyo mama kakwambia kitu gani? Amenipa kazi ya kumtega mwanae ili apate hati ya nyumba. Na kumtega huko ni kwa njia ya mahusiano. Uko sawa wewe? Yaani unatoka hapo unasema uenda kwa mama eti anakupa kazi kwenda kumtega mtoto wake. Kweli? Are you serious kweli? Wewe. Sasa mume wangu, wewe umelizika kabisa na haya maisha tunayoishi. Maisha ya kulala njaa, ya kurudi umelewa, hatujui mwanzo wala mwisho. Unaona kabisa yako sawa? Nimepata kazi ili mali maisha yetu yawe mazuri hapa nyumbani. Isitoshe, mahusiano yenyewe ni feki. Alafu nisikilize. Kama hauna mada za msingi kuzungumza na mimi, naomba utulie. Na nahisi itakuwa utoke kwa mama. Astapoe kutoka hapa kwa mimi na wewe. Ulipa taarifa? Pia amesema kwamba ana kazi na mimi. Nataka kujua ulinipa taarifa? Sawa, sikatai. Kuna mama ambaye amekwambia uko naye. Ulinipa taarifa? Nakuuliza, ulinipa taarifa? Nikusemea kiboya boya. Nisikilize wewe. Tabia za kinyaga na mwanangu sitaki. Lakini mume wangu ameniambia nisiende peke yangu, nende na wewe. Tunaenda wote? Wewe hebu nisikilize wewe. Ina maana unataka kusema kwamba mimi nitoke hapa, mimi nikamtege mtoto wake huko, si ndio? Amesema kuna kazi atakupatia. Isitoshe amenitumia hela kama nauli. Wewe usiniambie. Mbona unaniambia hiyo yote na mtu? Sasa lini unaenda? Ameniambia kesho tuwasiliane asubuhi. Yote ninaona. Sasa mchango chani wewe ruksa kwenda. Tena kwenda mwana kwenda, lakini usisahau bwana. Bibi tatu hapo. Nilipitia kwa mama nani pale mama nani? Mama nani yule? Sikiza mama nani? Mama Kamila. Soma zaoza kidogo pale mama Kamila. Nitaka nishangae. Haya, haina shida. Basta mkana. Tamaa tu. Isitende kwanza. Kitanzi kimenikaba, kwa roho nashindwa, nateseka kwani hutuoni. Shalom. Vipi tena? Kwema hapa? Kuna ukwema gani? Wewe umeona kwema hapa? Ni kitu gani bwana? Wewe tatizo ulijui. Huu chizi wako leo umeokota ukamleta hapa ndani. Anazidi kunipa kala, ananisumbua muda wote. Mara nivute nywele, mara atake kunivua nguo, napika chakula naeka meza enda anatema mate. Ndani huko mavi. Maana yake nini Swabli? Hivi una akili mama mwanangu wewe? Sawa, unaweza kuongea hivyo. Lakini katika hali ya kibinadamu tu. Huyu ni binti ambaye tumeishi naye kwa muda mrefu sana. Na isitoshe alikuwa anatufanyia kazi zetu na tuliishi naye kwa upendo sana. Hivyo nikaona si vema kumuona anahangaika mtaani, nimchukue nije nimsaidie. Na hapa tayari nimeshamtafutia daktari wa saikolojia kwa ajili ya kumfanyia matibabu ili aweze kurudi katika hali yake. Mi sioni kama ni vibaya kwa sababu ni vitu vya muda mfupi tu. Swabli, nisikilize ninachokwambia. Wewe ndani umeniletea matatizo. Huyu chizi wako naomba ndani humu atoke. Kingine, wewe mpaka umchukue umsaidie, hana ndugu. Si alitaka kuondoka humu ndani tena kwa mbwembwe zote. Ilikuwaje ukaenda kumwokota kumrudisha humu ndani? Au mwanamke wako ndio nako malizia shida zako, si ndio? Huko nafika mbali.
Mimi ninachotaka kusema tu, siwezi kumwona mtu anahangaika, anateseka, ingalikuwa mimi naweza kumsaidia, alafu nikamwacha aendelee kutaabika. Mimi niko ndani. Na ataondoka. Huyu ataondoka. Mbaya zaidi hata huyu mtoto pia wanamtaka, nashindwa kabisa. Nateseka, hata mama yako leo amekuwa adui. Yuko wapi? Unifute machozi. Natamani hata uje uone umeondoka, umeniacha na maumivu. Salama mke wangu. Vipi, mbona una furaha sana? Amna, nimefurahi tu leo hujalewa. Usijali mke wangu. Nilishakwambia mimi pombe naacha. Kwa hiyo nimefuata unavyotaka. Kwa hiyo usijali. Sawa mwanangu. Lakini mume wangu, mimi nimekumisi mwenzio. Nimisi kitu gani? Nishakuelewa tayari. Alafu mke wangu unajua hata mimi pia nimekumisi. Sema nilikuwa nakuogopa tu kukwambia. Unajua sio mtu wa kunipiga piga vibaya. Kwa hiyo nikasema simwambie. Kwa hiyo pia hata mimi nimekumisi. Sasa naomba kitu kimoja basi. Kanda kimoja kuoga ili mbona nipate nguvu. Kwa hata kama tukija hapa uambazane tupo, ukutani tupo, mwendo wa yaani tupaka saa 12. Ila wewe uishi maneno. Unaishaje maneno? Hadi mimi nishazoea hivi. Sawa, kwa maji tu mwanangu atasaidia kupokea maji. Mwanangu. Abe. Anga washikaji. Mwanangu. Mwanangu. Wewe. Wewe nani? Wewe. Wewe nani? Oyo unachanganya sana. Sikuelewi. Wewe unameza sana kichwa changu. Unataka nini? Tafuta. Nini? Changanya tu nini? Unakupiga nini kime wangu? Lakini nimetoka hapa vizuri, nimekwambia mume wangu nimekumisi, ukaniambia nikakuandalia maji ya kuoga na wewe unakutoa umeelewa. Kwambia mtoto wangu kwamba hii pombe mimi siwezi kuiacha. Pombe mimi na mimi baba mmoja siwezi kuiacha kwa kweli. Bado kuacha wewe tu. Toka. Siwezi kuacha pombe mimi. Kwa hiyo uliponiambia uko unaacha pombe, ulikuwa unanisanifu, si ndio? Michezo yako kupigana. Unataka kwenda michezo yako kupigana. Yaani Sasa wewe, yaani unipiga mimi. Mume wangu, nilikwambia leo unajisikia.
Haya sasa tunafanyaje ukiwa umeelewa? Hello kapeale, yaani nimelewa kote mpaka huko kumelewa. Haya sio chochote. Labda kesho kutwa ndio naweza nikafanya. Jisikie huru. Jengo ndio huru. Jisikie uko nyumbani. Yaani kuwa huru. Kwa mapana 60. Asante shoga yangu. Nimekuja kusikiza hicho ulichoniitia kwanza. Maana napenda kazi kuliko kazi yenyewe. Haya, nasubiri ubuyu. Nataka nimunye ubuyu nipi? Sasa na mtoto wangu wa kiume, yani muda wote roho yake iko hivi. Alafu hati kaificha. Mwanasheria wa Izimali anamjua yeye. Sasa mimi nilichokuleta hapa, nataka ujibebishe mama. Ujipelekeshe mama. Ujimwase yule mtoto wangu mpaka ingie kwenye mtego. Kingine sasa, mtoto wangu mimi msomi. Kwa mpeleke kiusomi mpaka anasi. Maana hii kazi kuna mtu nilimpa. Dada alinipa 100%. Mimi ndio pili Msomali. Kazi itaifanya lichemka. Sasa nataka ile kazi uivae wewe. Yaani jifanye wewe kama mhusika. Pili mwenyewe akasome. Mwanangu mimi mfukumu. Mpelelezi. Akikuuliza, mwambie mimi mtoto wa mjomba wako. Kwamba huyu mama ni shangazi yangu. Ushanielewa? Kwa hiyo nakutegemea. Sawa mamangu, nimekuelewa. Hilo jambo lako nitalifanyia kazi. Yaani kama umelileta kwangu, basi jua 100% limetimia. Huyo mtoto wako nitamweka hapa. Na hicho kitu chako unachokitaka nitakukabidhi. Kikubwa tu pesa yangu mkononi. Dili lako likitiki, pesa yangu natembea. Sitaki ubabaifu. Sasa nikwambiaje? Yaani hapa ndo kuna kisima cha hela. Au kuna mti. Ushaujua embe mnapopoa, sasa mimi sipokuwa mimi natingisha zinatoka. Wewe, ala. Shoga yangu nitaka kusahau. Na wewe Mungu unampa kazi gani? Yaani hilo ndo shaka. Hapa kwangu nina kazi kibao. Kuna kumwagilia maua, kuna mabanda ya kuku huko nyuma, kuna swimming pool hiyo pale. Yaani kote anaweza kufanya tu kazi. Pia kuna matenki ya maji yanatakiwa muda wote maji yawe yanamwagika. Maji yakikatika bombani kwenye matenki maji yasikosekane. Sijui umenielewa? Kwa hiyo ondoa shaka. Kwenye kazi kuna kazi. Kitanzi kimenikaba, kwa roho nashindwa, nateseka kwani utuoni. Mimi na mwanao, mali zinatuadibu, maisha yamekuwa shuu. Hili uko wapi unitue mzigo, ndugu ndio amekuwa fimbo ya kuniumiza, hata huyu mtoto. Pia wanamtaka, na ndio faraja yangu. Ewe kitanzi, usinikabe hivyo kit. Kitanzi, niache kidogo na tangatanga barabarani. Moja haikai mbili, hakai kwani kosa langu nini? Mali nimetafuta na mume wangu, lakini leo zimekuwa zenu. Basi niachie hata huyu mtoto. Kitanzi nachi, kitanzi niheme, kitanzi, 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 kitanzi. Mama, 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 mama.
kitanzi. Kila siku maneno maneno, haishi misemo, kutwa kucha masemango, kisa mali zangu.